Yesu amejibu yaliyoshinda familia. Yesu amejibu yaliyoshinda madaktari. Amen. So yale mawazo na zile vision ulizobeba ili zifanikiwe, unahitaji kutembea katika prophetic terminology. Usitembee kikawaida. Mstari wa 18 na 19 kutoka. Sikiliza kitu ambacho anasema. Tu ya vision uliyobeba inahitaji uwe na upako usio fedha. Uwe na upako usio wa kawaida juu ya vision uliyobeba. Upako usio wa kawaida juu ya plan uliyobeba. Hivi nikizungumza plan unanielewa? Unazijua plan ulizo nazo. Unajua vision ulizobeba. Kuna majira wewe unajua kuzikumbatia kwa maombi, alafu unaruhusu nguvu za aliye juu zikalie. Mimi ni mhusika, nahitaji pesa, lakini haya maono ni yangu, na ili yakamilike na zikumbatia, nahitaji nguvu ya Roho. Baba unipe pesa, nipe nguvu ya Roho, nipe pesa, nifungulie mlango wa pesa, ila hizi plani zinakuhitaji wewe. Na mimi kama mbeba maono, nahitaji nguvu ya Roho ili niweze kusimama, maana ni mimi ndio nazisimamisha, na ninahitaji pesa ili nizisimamishe. Soma mstari wa Biblia inasema. Basi mfalme wa Misri akawaita wale wazarishi. Prophet, soma prophet my daughter. Usisome kama mwalimu. Please. Kimbia chacha. Na kuwauliza, kwa nini kufanya anza? Basi mfalme wa Misri akawaita wale wazalishaji. Basi mfalme wa Misri akawaita wale wazalishaji. Akawauliza, kwa nini kufanya jambo hili? Kufanya jambo hili. Na kuwahifadhi watoto waume wawe. Kwa nini unawahifadhi watoto wa kiume tofauti na amri iliyofanya? Wazalisha wakamwambia Farao. Wazalishaji wanamwambia Farao. Kwa sababu hao wanawake wa Kiebrania. Kwa sababu ya wanawake wa Kiebrania. Sio kama wanawake wa Kimisri. Kwa kuwa ni hodari nao. Maana hawa ni hodari. Na uzaa kabla ya mzalishaji hajashika mtoto. Una vision ngapi? Wacha wangapi wamezaliwa? Okay, prophet. Na maono mangapi yamemachiwa kwako? Waliruhusu zizaliwe maono. Ndipo Itumani katembea nikasema, watoto wa Eliolamu, uwe kama mwanamke wa Kiebrania. Tuya hiyo vision uliyobeba, mwambie Mungu nakuja kama mwanamke wa Kiebrania. Maana nimebeba kitu si cha kawaida. Nimebeba kitu ambacho shetani anataka kukiharibu. Ila majira haya ninakuja kama mwanamke wa Kiebrania. Omba kama mwanamke. Mwambie Mungu nipe upako kama mwanamke wa Kiebrania juu ya biashara. Kama ya uharibifu niwe nimefanikiwa. Kama ya kuwa hatima niwe nimetoka kwenye hiyo hatima. Kama ya umaskini kunikalia na uharibifu niwe nimevuka wingu la umaskini. Niwe nimevuka wingu la uharibifu. Mwambie nipe upako wa mwanamke wa Kiebrania juu ya hii vita. Haleluya. Haleluya. Wababa wanasema sasa nitaomba. Terminology zinatumika. Terminology spiritual. Sawa. Ni upako, issue ni upako, achana na mwanamke, ni upako. Wakufanyaje? Kuzalisha kitu kipya. Unaelewa? Wewe sio jiwe kila siku nasema. Baba yako alipokuja malangoni kwako, akalikuta kochi lile, akakuta TV ile, nchi 32, 24. Baba akija kutembelea akukute vile, wewe sio jiwe. Umeolewa na kochi hizo. Miaka 22 tuna celebrate. Mnaita nini Kisukuma mnaita? Anniversary. Ndio. Kochi zile. Kitanda kile. Godoro lile. Miaka 3 ulivyovinunua Dar es Salaam unaweka pembeni. Kwamba hivi wataralia wageni wakija. Mimi na vitu vipya, maana mbingu imeamuru mtayatoa ya kale mtaweka mapya. Amen.
Wewe sio jiwe, wakakukuta yule yule. Nakwambia hivi, na mimi nikikuhubiria na kufukuza usilete ujinga hapa, na kutimua usipeshi mshirika wao. Wewe yule yule, watu wanakuja wanakupita na kutimua, usilete aibu kwamba Mungu apite ya bali. Sio kweli. Kama binadamu angekuwa jiwe, basi mimi nisingekuwa hivi. Na Mungu naye kuhubiria ndiye Mungu ninayemwishi. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe. Lazima ukukute umefanikiwa, sema amen. Waliokuacha watakutafuta kwa sababu Roho wa Bwana anazalisha mambo mapya. Na upako mambo mapya ukukalie. DJ Prophet na tabiri yako. Wakukute upstairs kwa jina la Yesu. Wakukute umefanikiwa kwa jina la Yesu. Wakukute na habari njema katika jina la Yesu. Sema amen. Mwezi wa 6 yapata, Gabriel malaika anaenda kwa Bwana mwali bikira. Mwana bikira. Umepata neema kuliko wanawake wote. Haleluya. Shakatarabashaya. Mwanamke akasema, salamu hii salamu ya namna gani? Bwana haijawahi kusikiwa masikioni mwangu. Imekaaje hii masa salamu? Akakonga akatazama, huyu ni nani? Akaambia usihofu. Kabidi mwanamke akae kao wa kupokea. Najua kuna mikao waga mnakaa mnapoteza taarifa. Uko rohoni. Malaika huwa wanakuja on time, on the dots. Yaani anakuja kwenye majira, siku na saa, kuleta message. Ikipita, imepita. Itakugharimu ikipita. Maana anapeleka ujumbe, hajanielewa. Nimesema naye waziwazi, hajanielewa. Kwa kazi sio yangu, ni kwake. Uzuri nilikwambiaga hivi, Mungu hasemi kwa kiwango usichomfahamu. Mungu anasema kwa kiwango unachomfahamu. Ndicho Mungu anachokiongea. Uwezo wa kuifunua Biblia ndivyo uwezo wa Mungu kusema na wewe. Hiyo ni siri nakupa. Uwezo wa kuisoma Biblia na kuielewa ndivyo Mungu anazidi kujifunua kwako. Kama hauelewi Biblia, Mungu hafunuki kwako kabisa. Kama unasoma mstari na hauelewi, huwezi kufunua kilichopo siri. Mungu hajifunui kwako, maana Mungu ni roho. Kwa sababu gani? Hata akija ajifunue, hautamuelewa. Kama wewe ni Mungu, wengine tulikemea Mungu tukijua pepo. Wengine tulikemea malaika tukijua mauti. Akitoka hapo anasemaje? Hanijui. Ngoja nikazungumze kwa PJ anayenielewa. Anafika pale ameomba usiku mzima, kwa hiyo ngoja nikaseme naye. Huyu hajanielewa. Ilikuwa ni habari yake, lakini naihamisha, napeleka nisichukui, narejesha kwa jina la Yesu. Nachukua habari napeleka kwa anayenielewa. Kwa kadiri ya unavyoelewa neno, hivyo Mungu hujifunua. Kwa kama hauelewi habari ya Mungu anayetajirisha, habari ya Mungu kujifunua juu ya utajirisha, na makanisa ya kimoto yalipiwa katika habari, ukihubiri habari ya mafanikio sasa tayari kajiunga Devil Worship. Devil Worship wana baraka kuliko Mungu wa Israeli. Anaitwa Mungu juu ya miungu yote, provider. Pesa na dhahabu ni zako, asema Bwana. Tumeachoma sisi kanisani tukabaki utakatifu. Utakatifu na manunguniko, kuna utakatifu. Hamna utakatifu. Hakuna. Ndio maana wazee wa zamani wamekufa katika uovu, maana wana manunguniko. Wakifikia kufanikiwa tu vita inaanza. Kwa sababu gani? Tumehubiriwa sana bali utakatifu. Umeokoka utakatifu na ujua. Unataka kwenda motoni ni wewe. Yaani mimi habari ya utakatifu unaujua vizuri. Yaani ukitaka kuchemka motoni ni wewe. Ni wewe, ila baada ya mafanikio ni siri. Ni nini? Si wote wanafanikiwa. Ndio maana Mungu anasema nitakufundisha macho yangu yake kutazama, maana ni siri. Mungu akupaye nguvu za kupata, nguvu ni siri. Ili uwe na nguvu lazima uwe na siri. Nikapita wewe jamani. Ila wanawake nyingi Mungu anawaona. Nguvu za Samsoni zote, lakini mwanamke akamweza. Ni wanawake wenzangu. Mungu awabariki kweli.
Kipawa cha Delila. Nguvu za Samsoni zote akanyolewa. Zote. Nguvu za Samsoni zote za kuita mbweha 300, kachome ngano za Wafilisti zote alipofika kwa Delila. Afu unakashindwa kama wako. Unataka kujifanya Delila wa kanisani, sio wa kipepo. Eti akuonyeshi kodi za akuonyeshi fedha ili ujawa Delila. Sisemi naye ujawa Delila, umekuwa mlokole mvaa gunia. Sasa wewe acha nikuulize, ukikaa kwenye chakula damu ya Yesu, fire. Ukikaa kitandani, fire. Ukikaa kwenye kochi, fire. Ukizunguka, fire. Ukienda kwenye maji, fire. Baba hapumui kama yeye ndo kaja na pepo. Kwa kweli maana nikikaa napigwa fire tu. Kabla ya kulala baba anashusha moto. Shusha moto mahali hapa. Shusha moto kipende hivi. Akija kushusha uwepo. Tunajua uwepo. Shusha uwepo. Haleluya. Shusha nini uwepo? Chombe kala fire kitandani fire. Kuna kunena kule. Nena steam room. Ujashindwa wewe kujua. Hata kama kafumba utamuelewa, maana atayatoa ya silini. Kwani Samsoni alitoa siri ya nguvu zake? Alitoaje? Alilogwa. Alilogwa. Ukiona mtu katoa kadi ya ATM kumpa mkeo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sio unanguruma tu kama simba wa kabila la Yuda. Na wengine mnajiita masimba jike. Nyinyi ndio wabaya kanisani, masimba jike. Kila kiunguruma anaunguruma kama mimi natetemesha na misha mapepo na mume wako ni pepo. Ukifika nyumbani wewe ni mke. Ni mama. Kwa habari ya usimba wako, habari ya fire yako weka pembeni. Mmepiga fire mkasahau kufundisha watoto mwenendo. Nikasema kwa kweli Samsoni na nguvu yake alinyolewa kama mwanamke. Sasa hiyo ni nguvu ya mwili ya roho ilimwacha. So ili kisaliwe kitu kipya tunahitaji nguvu ya roho. Shememe. Na mkono wako sema Yesu nisaidie. Kwa jina la Yesu ni hai. Shememe. Kwa nini? Maono kama kitu ambacho unatafuta kusaliwa kwako. Ndio maana kitabu cha Yoeli 2:25 kuna vitu Bwana amekuonyesha havijawa bado. Kuna Bwana Mungu alikuonyesha kabisa kwenye ndoto. Na ukajiona kabisa uko kwenye platform ya watu wengi. Unatoa pepo kabisa. Unaongea na watu maelfu kabisa. Unaponya wagonjwa kabisa. Umekaa unaimbia maelfu. Umekaa unahesabu noti. Ziko wapi jirani? Hebu mwambie jirani yako noti zako ziko wapi? Jirani, noti ziko wapi? Yaani juzi nilikuwa kwenye maombi. Anamwambia Mungu, hivi kwa nini? Kamsemesha Mungu mambo kadhaa. Nikasema hao watenda mabaya. Hao wanazuia mabaya. Wamenizuia mabaya nimechola. Wamenitesa, wamenifunga, wananiharibia majina. Na Mungu upo. Siuje nikuone. Siuje. Kwani wewe si kipofu? Wewe si una neno? Sio neno. Soma hiyo Yoeli 2:25 kwanza. Anasemaje? Biblia inasema, ndio, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parara na madomani na tunutu, jeshi langu kubwa nililotuma kati yenu. Sasa nataka nikwambie kitu ambacho umefeli. Unaiona hiyo Biblia? Usipokuwa na ufahamu prophetic prayer juu ya kurejeshewa miaka sawa. Kurejea miaka nini kizazi? Yaani hebu niambie, una celebrate tu. Umesema utarejeshea miaka. Baba wa watu, nirejeshee miaka yangu ili uwe nani?
Umekaa kwenye huo mlango wa kurejeshewa mwaka. Mungu afanye kitu kizembe. Lazima uwe kwenye point ya kurejeshewa mwaka. Kama ni biashara, anzisha biashara. Mwambie Bwana, miaka iliyoliwa hapo nataka irejeshwe. Tena mwambie kwa sauti na kidole, Bwana, nimefungua hiyo biashara. Maana sasa kuna miaka ililiwa, kuna miaka ilipotea, ni saa ya kurejeshewa. Utajiri ulionionyesha lango ndio hilo. Majira yaliyopotea ni majira, lango ndio hilo. Lakini kama hilo lango hauna, sahau. Kaambia Mungu sionekane tu. Kwa nini? Kaambia kwa sababu ndoto uliyoota kwa wiki iliyopita. 3 iliyopita sasa ndoto. Kabidi nirudi nyuma kidogo way back. Kakumbuka ndoto na fikiri niliyombea kizembe. Huku watenda mabaya walizuia mabaya wamenivuruga akili na niomba kizembe. Unajua niliotaje? Na unabii wangu. Mtu mwanamke kaniletea ndizi zilizooza. Afrika pokea. Kipindi napokea, maana nilitengenezwa kiroho kwamba twende kwenye maombi, ila roho ya Mungu ikakoma. Kasema nilipokuwa naangalia ile mtu anaenda kwenye maombi, nilikuwa naona ni kama kilinge cha mganga. Afu kwa ghafla akatokea mwanamke anayemjua, akaja na ndizi mkononi. Kwa sababu namjua, alikuja akanipa, nikazipokea. Alafu katika kinywa chake namsikia anasema, na yule binti umesimama, basi ulishaona utaenda kutoa siri. Mwanamke aliyenipa ndizi namfahamu. Binti aliyesimama pembeni simfahamu. Ila mwanamke aliyenipa ndizi ananiambia hivi, anazungumza si kwangu, ila anazungumza, anapiga kelele kwa kulalamika kwa sababu ya binti aliyeona kitu alichonipa ataenda kutoa taarifa. Afrika nikatoka. Maana kwa sababu nilikuwa nimewevuka kwenye usingizi. Afrika toka, kuna wanao nizuia mabaya walikuwa wamenifunga. Nikasema Bwana, naomba kama ndizi za mimi nzuri, haleluya utukuzwe. Kama ni mambo mabaya Baba yafuta. Ndio maombi ya wakomo. Bwana akaniambia nimesahau. Kasema hii nakumbuka. Ambia omba kwa ajili ya hili. Hicho unachokiona ni kile. Mwanamke aliyekuletea kile kitu ni kilikusudiwa ili kukuharibu. Maana umekusudia kukuua, umekushindwa. Sasa unakuharibu ili kuchukua. Bwana, ni hili tu. Uzuri lililofunuliwa kwangu ni langu, lisilofunuliwa sio langu. Na kujua Mungu wa Israeli, unaitwa Mungu wa Israeli, Bwana wa vita. Ambia hii basi sasa ni yangu. Sema Baba, kwa jina unamjua yule mwanamke